بعيد عن حب وحياة، وبأجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا. دينك بحر من آمالي شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما خلو الكنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة يدفعها أجمل أحساس، ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naam, karibu na ujambo ndani ya Al-Hudza TV Burundi, ripota wa Kiislamu katika nchi yetu hii ya Burundi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, leo nimepata nafasi nzuri tamu yenye kufurahisha na nimetembelea hapa katika mkoa huu wa Rumonge. Kama unavyoona tayari niko ndani ya madrasa maarufu sana hapa katika mkoa huu wa Rumonge, ni Dania School. Alhamdulillah, chini ya kiongozi wa Sheikh Kheri pamoja na ndugu zake mbalimbali wako hapa kuhakikisha kwamba katika vichwa vya watoto wetu hawa wamebeba amana, na si nyingine. Amana hii ni Qur'ani ambayo Allah tabaraka wa taala ameileta duniani iwe ni mwongozo wa maisha ya kila binadamu ambaye anayepatikana. Ripota wa Kiislamu katika nchi ya Burundi, nimejitahidi kadri na hali, mapokezi yalikuwa ni mazuri kweli kweli, lakini tutahitaji kufahamu mengi sana kuweza kutokea hapa. Kuna utofauti gani wa madrasa haya pamoja na madrasa mbalimbali tunaozoea katika nchi yetu hii ya Burundi, hususan Bujumbura? Nini ambacho wanatuzidi, nini ambacho wanachoendelea, lakini malengo yao ni yapi ambayo waliokuwa nayo? Je, ni kweli kwamba watoto hawa wanasoma hapa? Lakini je, ni kweli kwamba madrasa haya ni madrasa mawili matatu ima ni 9? Lakini majibu yote yatakuja pia kusemwa na viongozi ambao watakuja kupita hapa kupitia Al-Hudza TV Burundi. Lakini baada ya hapa tutahitaji pia kufahamu kazi za mikono, hususan informatic, lakini kadhalika pia kushona. Hawakuwa mbali, waliweza kuhakikisha wameweka mpaka na masjidi ambayo iko hapa jirani, ili mrahisishie mwanafunzi ambaye anaweza kaingia ndani kufanya dhikri mbalimbali, lakini kadhalika ikifika muda wa swala apate nafasi ya kuweza kumwabudu Mola wake. Lakini mengi zaidi tutakuja kuyadondosha hapa, na watakuja kusema, nitasema na baadhi ya mabinti ambao wako hapa kama unavyoona pia. Alhamdulillah, wako katika stara iliyokuwa nzuri kweli kweli, lakini nitakuja pia kufungua vichwa vyao ili waweze kutonesha vipaji vyao. Watu waliokuwa nje ya Burundi wanaotutazama na wanaona mabinti hawa namna wanavyoendeleza kazi ya dini,
hususan katika kusoma Qur'ani. Lakini kaka zangu, kama unavyoona, na wao wako hapa kwa kanzu zao nzuri zenye kupendeza, wamemeremeta kweli kweli. Lakini ndani ya kumeremeta kwao, vichwa vyao je, vimeibeba Qur'ani? Nitasema na mmoja kati yao, na atakuja kuonesha kile ambacho walichokuwa nacho hapa katika mkoa huu wa Rumonge. Tutaanza na viongozi, watakuja kulitambulisha hili, labda pengine wanayao mazuri ambayo wanatamani kuweza kututazama. Waliokuwa nje ya Burundi, hususan chini ya comment tutazisoma, na bado sisi tungalike Rumonge kwa takriban siku 2 kama itatupendeza. Baada ya nyinyi leo kuiachia video clip hii mkatutuma, turejee tena, tunaweza tukarejea. Ni si mwingi wa kuweza kuyasema maneno mengi, wakati wako ambao wanaweza pia wakatubeba, wakatuelezea kiundani zaidi. Kumbuka, ripota wa Kiislamu katika nchi ya Burundi ni mwenyewe, niko hapa Hamza Mahane, kupitia TV ya Kiislamu ni Al-Huda TV Burundi. Asante sana, tuwasikilize viongozi wa madrasa haya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin, wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa kwa majina naitwa Kisepa Amani Ramadhani Albawari, ni katibu mkuu na ni ustazi na mwalimu katika madrasa hii, Madrasa Tudania Birimba, ambayo inapatikana katika mkoa huu wa Rumonge. Na kwanza kabla ya yote nitaanza kwa kuwatambulisha viongozi wa madrasa hii ambao kwamba wote kwa ujumla wako hapa mbele yangu. Nikianza upande wangu wa kushoto ni mudiru na mwalimu mkuu wa madrasa hii, kwa majina akifahamika kama Sheikh Ali Abdallah Asharji, na upande wangu wa kulia nikiwa na mwalimu na kipenzi chetu pia, kwa majina akifahamika kama Maalim Songoro Kabwari, na upande wangu wa kulia tena mwingine ni naye Maalim Ayubu, ambaye pia ni katika walimu wetu hapa katika madrasa hii, na anayefuata ni Ustaz Abdul Akbar Muhammad Kamba, ambaye pia ni mwalimu katika madrasa hii, na wakufuatia ni mwalimu ambaye anajihusisha na masuala ya upigaji wa fotokopi na vile vile kuprinti vitabu vya madrasa hii, kwa majina akifahamika kama Isa Jumanne. Kwa malengo ya madrasa yetu hii ya Dania, malengo makubwa hasa ni kuweza kufikia mwongozo wa kidini, na baadaye katika mwongozo huo, ili tuweze kuja kuupata katika vijana wetu hawa ambao watakaokuja kuwa ni viongozi wa kidini, tuwapate maimamu, vile vile tuwapate waadhini wazuri katika misikiti yetu, na baadaye pia wapo mabanati ambao tunahitaji kupata waadhiri wa Kiislamu wa kike, hasa ambalo pia hili ni miongoni mwa changamoto katika nchi yetu hii ya Burundi. Kwa hivyo haya ni katika malengo makubwa ambayo kwamba yanayoiendesha hii madrasa yetu ya Dania. Na vile vile kwa uchache niweze kuzungumzia kuhusiana na madrasa hii, profile yake, imeanza lini, mwaka gani, na mpaka kufikia hapa leo. Madrasa hii ya Dania imeanzishwa katika mwaka 2012 ambao ni sawa sawa na mwaka wa Hijria 1438. Kwa hivyo madrasa hii pia ilianza ikiwa na wanafunzi wachache sana, wapatao takriban wanafunzi 183. Hao ndio wanafunzi ambao walioanza na madrasa hii, ikiwa na vyumba vitatu tu vya madarasa, na ilikuwa ikipatikana darasa la kwanza, la pili na darasa la tatu. Na baada ya hapo madrasa hii imeendelea kuweza kupata wanafunzi wengi, na mpaka leo tunazungumza madrasa hii na wanafunzi 516. Vile vile pia katika malengo ya madrasa ni kuweza kuendeleza wanafunzi kutoka katika elimu ya chini na kufikia katika elimu ya pili, na vile vile elimu ya juu zaidi ambayo ni elimu ya chuo kikuu. Kwa hivyo madrasa inawapa wanafunzi scholarship za kuweza kuelekea sehemu tofauti tofauti, nchi tofauti tofauti, kwa ajili ya kwenda kuongeza elimu yao,
ikiwa imetoa takriban wanafunzi sasa hivi zaidi ya 30 ambao kwamba wamekwenda kuipata elimu katika nchi tofauti kama Tanzania bara pamoja na visiwani, na vile vile baadhi yao wameweza kujielekeza katika nchi ya Algeria, na wengine wamefika mpaka Omani kwa ajili ya kuzidisha vipaji vyao na elimu yao zaidi. Kwa hivyo madrasa hii ni katika malengo yake, na ili kuthibitisha haya, ili kuweza kuwaonyesha Waislamu mupate kuona kwamba madrasa hii, haya tuliyoyazungumza si kwamba ni maneno tu, bali yapo pia mpaka katika vitendo, tuweze kuwapa fursa vijana wetu, wanafunzi wetu, waweze kukufikishieni machache katika yale ambayo waliokuwa nayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-ma'a wath-thara wa ansha'a as-samaa'a wa bassata al-arda wa ajra al-anhar. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وعظيم سلطانه. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة التي أنك لا شك أنك تحفظها وترددها في كل وقت، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا أيها الحضور الأكارم، نرحب بكم في هذا الحفل المبارك، حفل العلم والأدب والقرآن ونتائج الأبنائكم الذي تتلألأ فيه أنوار النجاح والتنفق. فنلتحق مع أول فقرات حفلنا، نستمع إلى تلاوة عطرة من لغة الضاد يتلوها علينا طالب المجيد أشراف بن إبراهيم. ساحة لك يا غالي كريم ومرحبا بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. إن الذين يكفرون عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. آمين. وصدق رسول كريم.
عجبا لأمر القرآن نزل جبريل بالقرآن فأصبح جبريل أفضل الملائكة نزل القرآن على محمد فصار سيد الحلقة جاء القرآن على أمة محمد فأصبحت خير أمة نزل القرآن في شهر رمضان فأصبح خير الشهور نزل القرآن في ليلة القدر فأصبحت خيرا من 1000 شهر فماذا لو نزل القرآن في قلوبنا اللهم جعل القرآن ربيع قلوبنا. ونلتحق إلى فقرة الحديث الشريف مع طالب المتألق إسماعيل بن سالم. ساحة لك يا غالي كريم ومرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه wasallam, alisema mtume wa Allah rehma na amani zimshukie juu lake, khalaqa Allahu jalla jalala turbatan yawm as-sabt, Allah mtukufu aliumba udongo siku ya Jumamosi, wa khalaqa fiha al-jibala yawm al-ahad, na kaumba ndani yake milima siku ya Jumapili, wa khalaqa shajara yawm al-ithnain, na kaumba miti siku ya Jumatatu, wa khalaqa al-makruha yawm al-thulatha, na akaumba mambo yenye madhara siku ya Jumatatu. Wa khalaqa nura yawm al-arbi'a, na akaumba nuru siku ya Jumatano. Wa batha fiha dawaba yawm al-khamis, na akaeneza wanyama duniani siku ya Alhamis. Wa khalaqa Adam ba'da al-'asri min yawm al-jum'a, na akamuumba Adam baada al-asri katika siku ya Jumaa. Fi akhir al-khalqi fi akhir sa'ati min sa'ati al-jum'a, katika saa za mwisho miongoni mwa saa za Ijumaa. Fi ma baina al-'asri wal-layl, baina al-asri na usiku. Bismillahir rahmanir rahim. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alisema mtume wa Allah rehma na amani zimshukie juu lake, kana Isa ibn Maryam alayhi salam yakul, alisema Isa mtoto wa Maryam amani za Mwenyezi Mungu zimshukie juu lake, la tukthiru al-kalama bighairi dhikrillah, msizidishe maneno bila kumtaja Allah, fataksuwa qulubukum, mtazifanya nyoyo zenu kuwa ngumu. Fa innal qalba al-qasiya ba'idun min Allah, hakika nyoyo ngumu huwa mbali na Allah. Walakin la ta'lamun, lakini nyinyi hamjui. Wala tanzuru fi dhunubin nas, wala msitazame dhambi za watu, kaannakum arbabun, kana kwamba nyinyi ni wabwana. Wanzuru fi dhunubikum, tazameni dhambi zenu, kaannakum abidun, kana kwamba nyinyi ni watumwa. Farhamu ahla albala, waoneni huruma watu wa mitihani. Wahmadullah ala alafia, na msifu ni Allah juu ya afya. Rawahu Imam Malik, hadithi hii imepokelewa na Malik. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ونلتحق إلى فقرة الحكمتان. فالحكمة ضالة المؤمن يأخذها أينما وجدها. ومع الطالبتان المبدعتان وهما ليست بنت زبير وأمينة بنت دنيا، ساحة لكما يا غاليتان الكريمتان ومرحبا بكما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حمدا كثيرا مباركا فيه، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار إلى نهجه فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، التي أنك لا شك أن تحفظها وترددها، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقفت هنا لأقدم عليكم الحكمة في فضل التقوى، katika fadhila za uchamungu. Man arada al-ilma falyattaqillaha, anayetaka elimu basi amche Allah. Wadalilu ala dhalika, na dalili juu ya hayo, wattaqullaha wa yuallimukumullah, mcheni Mwenyezi Mungu naye atakufundisheni. Waman arada taysira al-umur falyattaqillah, na anayetaka wepesi wa mambo basi amche Allah. Wadalilu ala dhalika, na dalili juu ya hayo,
waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, atakayemcha Mwenyezi Mungu Allah tamjalia wepesi katika mambo yake. Waman arada an yakuna waliya Allah falyattaqillaha, na anayetaka kuwa kipenzi cha Allah basi amche Allah. Wadalilu ala dhalika, na dalili juu ya hayo, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun, tambueni hakika vipenzi vya Allah hawana hofu juu yao na wala hawana huzuni. Alladhina amanu wa kanu yattaqun, wale ambao walioamini na wakawa wacha Mungu. Dumtu fi taqwa Allah, dumuni katika kumcha Allah. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. وقفت أمامكم أنا أمينة بنت دنيا من الصف الرابع ومعلمي عباس بن عيسى حفظه الله تعالى. أريد أن ألقي إليكم الحكمة. قال حكيم, alisema mtu mwenye hekima, la tabhathu an ridwa nnasi, ustafuti radhi za watu, fa inna qulubahum, akika nyoyo zao, tuqallibuhu, ni zenye kugeuka geuka, walakin ridwa Allahi, lakini radhi za Allah, huwa al-amanu al-haqiqi, ni amani iliyokuwa ya uhakika. Bainaka wa baina Allah, baina yako na baina ya Mola wako, swalata, kanisala zako, wa bainaka wa baina nasi, na baina yako na baina ya watu, akhlaqak, ni tabia zako. La taj'alu nafsaka kasijarati, usifanye nafsi yako kuwa kama sigara. Yadfauna almal, wanatoa mali, indama yahtajunak, pindi wanapokuhitaji. Wayadusunaka, na wanakukanyaga, indama yantahunaka, pindi wanapokuwa wamekumaliza. Bal kun kalmai, bali kuwa kama maji, yamutuna, wanakufa, in lam yarsilu alaika, pindi wanapokuwa wamekukosa. Wa hadha, assalamu alaykum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم ننتقل إلى فقرة تمتزج فيها الكلمات بالمشاعر وتتألق فيها العبارات بأجمل الألفاظ مع فقرة الشعر يقدمها لنا الطلاب للصف السادس. يا طالب العلم، ساحة لكم يا غال الأكارم، ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المادة اليوم الشعر. أيا طالب العلم، أيا طالب العلم، قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنين به، وظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد لأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع هزمك السيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقوم يذر، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أحيا حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وهذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، والآن دور الشعر مع طالبة هيبة بنت حسن. ساحة لك يا غالية كريمة، ومرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الأرجوز السنية السنية في سيرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. نظم الشيخ الأمين موافقي، يقول راجي خالقي هو الأمين موافقي، حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار، فهذه الأرجوز لطيفة وجيز
في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين الأنام والورى فالله ربي أسأل إتمام ما أؤمل أسماؤه الشريفة عديدة منيفة قد جاء في القرآن عن الإله اسمان أشارها محمد وجاء أيضا أحمد وجاء في الصحاح الحاشر والماهي والعاقب المقفي بما مضى نستخفي ومولد الرسول وافق عام الفيل في مكة المكرمة في أسرة المعظم هو ابن عبد الله القرشي ذي الجاه جده عبد المطلب ذو حسب وذو نسب آمنة أم النبي وبنت وهب النسب تكفلت بنشأة من بعد موت والد مرضعه الزكية حليمة السعدية ترعرع الصبي الطاهر الزكي عند أفاضل العرب في بني سعد ونجب نبينا رأى الغنم كالأنبياء في الأمم وبينما وهو صب في رعه واللعب إذا هو بالملك فشق صدره الزكي أخرج منه قلبه بزمزم طهره وبعدما نقاه بحكمة حشاه أتى حليمة الخبر من كل طفل قد حضر وكلهم قد نقل محمد قد قتل وحين عاد أخبر بما رأى وما جاء فانزعجت حليمة من هذه العظيمة وردت الصبية لأمه رضية وراح للمدينة مع أمه الأمينة إلى بني نجار أخواره الأخيار. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلنرحب الطلاب للصف السادس بما أعدنا لنا ساحة لكم يا غال الأكارم ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النشيد نور دربي بالقرآن. نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان. نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان. القرآن سراج الأمة وبه نالوا نحو القمة وبه العزة وبه الرفعة وهو شافع يوم الغمة وهو شافع يوم الغمة. القرآن به الإجلال نور الصدر شفاء البال قطر الروح أنيس الحال وبه يتربى الأجيال وبه يتربى الأجيال. نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان واستر عيبي يا منان. القرآن سلاح المؤمن كالوترج طعم حلو وصفرة للباهر سحب وشاقي له أجر ضعف وشاقي له أجر. اقرأ رتل للآيات تعلو في الدرجات ولك تضاعف والحسنات وتعليم
والتعليم به الخيرات نور دربي بالقرآن واشرح صدري بالإيمان واغفر ذنبي يا رحمن واستر عيبي يا منان نور دربي بالقرآن. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، والآن لنبقى مع كلمة الشكر عند الأولياء التي ستقدمها لنا الأستاذ الفاضل كسيب بن أمان. ساحة لك يا غالي كريم ومرحبا بك. الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, na pale alipotoa ruhusa Mola wenu kwamba ikiwa mutanishukuru basi mimi nitakuzidishieni, mkinishukuru nitakuzidishieni. Kwa hivyo nachukua fursa hii kwa mara nyingine tena kama katibu mkuu wa madrasa kuweza kutoa shukurani kwa uongozi mzima wa Al-Huda TV ambao wamekuja kututembelea katika madrasa yetu hii, madrasa ya Dania. Kwa hivyo hatuna mengi ya kuzungumza, isipokuwa kubwa zaidi ni kuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwazidishia katika mizani yao, na jambo lingine pia Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwateza nguvu wazidi kufanya kazi hii. Amin. Kwa ajili ya kuweza kufikisha Uislamu pale ambapo unapohitajika kuweza kufika. Amin. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwaweka mbali na wale ambao wanawawekea jicho la husda, kuweza kuwa ni sababu ya wao kuweza kuacha kazi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile niweze kumalizia kwa kusema alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na pia ni muda wa kuweza kwenda kuvitazama baadhi ya vitengo ambavyo tuliacha kuvitaja katika profile yetu ya madrasa ili viweze kuja kuwa ni vya mwisho kabisa katika hafla yetu ndogo hii ya kutembelewa na ndugu zetu wa Al-Huda TV. Navyo vitengo hivyo ni vitengo viwili vikubwa. Ni kitengo cha ushonaji ambacho kwamba hicho malengo makubwa ya kukiweka kitengo hicho ni kuweza kuwazuia vijana wa Kiislamu wasikae mitaani, na kitengo hicho pia hatukukiweka tu kwa ajili ya vijana wa Kiislamu, bali hata pia wale ambao si Waislamu wanakuja kujifunza katika kitengo hicho, ili pengine huenda ikawa ni sababu ya kuweza kuchukua chochote katika akhlaki za wanafunzi ambao watakaowakutia hapa, na baadaye kwa kupitia akhlaki hizo akaweza kuingia katika dini. Pengine akhlaki mnaweza mkaichukulia ni ndogo, lakini ni kitu kikubwa. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa innaka la ala khuluqin azim, hakika wewe Muhammad ni mtu mwenye kuwa na tabia mzuri na tabia kubwa. Kwa hivyo kitengo hicho kimekusanya pande zote mbili, vijana waweze kujifunza na malengo wasikae mitaani hovyo, na pia katika malengo ya kitengo hicho ni vijana kuweza kujua kazi za mikono, kwa sababu Uislamu ni dini ambayo pia inatulingania katika kufanya kazi. Laiti kama ikiwa Uislamu tutafanya kazi kwa kujituma, basi hatuwezi kuona magomvi ambayo yanaendelea leo pengine katika jamii yetu, hasa katika misikiti tofauti watu wanagombania madaraka, uongozi, kwa sababu asilimia kubwa ya haya yote ni ile kuto kujituma katika kufanya kazi kama dini yetu inavyotuelekeza tuweze kufanya kazi. Vile vile kitengo kingine ni kitengo cha kompyuta. Leo
tupo katika kizazi cha generation.com. Yani kila kitu ni .com, whatsapp.com, twitter.com, tango.com, Twitter na mengineyo.com. Kwa hivyo vijana lazima wapate ile tatawur, wapate kujiendeleza katika masuala ya kisasa. Leo tazama, mutapata kuona matukio yote haya katika channel yetu pendwa ya Al-Huda TV. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya vipaji ambavyo kwamba wengi wamejituma au ndugu zetu wamejituma katika kuweza kufikisha maudhui tofauti tofauti, kwa sababu ya ufundi waliokuwa nao wa kutumia kamera, kompyuta na mengineyo mengi, ndiyo yanasababisha leo channel yetu pendwa Al-Huda TV inakufikishieni maudhui zilizokuwa bora, tena kwenye quality ambayo iliyokuwa bora, kwa sababu ya vipaji ambavyo kwamba vijana wetu wa Kiislamu wanaviendeleza katika sekta hiyo. Kwa hiyo hii ni fursa tuitumie ya kwenda kutazama vitengo hivyo viwili. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Huda, mwongozo wa jamii.